Watu wa Mungu, shalom. Sasa ndoa ndio inayosababisha kuwepo kwa familia, na kama tulivyojifunza tukasema, uimara au udhaifu wa familia bado utategemeana na uimara wa ndoa au udhaifu wa ndoa. Ili wanandoa wawe na familia nzuri, lazima msingi wa ndoa uwe umejengwa katika ule msingi wenye mambo matatu: kuacha, kuambatana na mwili mmoja. Hayo mambo matatu hayo, baba aliyeacha, mama aliyeacha, wakaamua kuambatana hawa wawili, wakafika mahali pakuwa mwili mmoja, wana uwezo wa kuilea, wa kutunza watoto wao vizuri sana na kuwafikisha kwenye kusudi la Mungu. Lakini kama baba hakuacha vya kutosha, mama hakuacha, hawakuambatana, watakuwa wanajenga ndoa ambayo ina mapungufu, familia ambayo ina mapungufu ndani yake. Kwa hiyo bado tunajenga kwenye ile mambo matatu ambayo nimetangulia kuyasema. Nataka tujifunze kutoka kwenye familia moja ambayo hiyo nimeona kwamba itatupa mambo mengi ya kuweza kujifunza kwenye eneo hili la familia. Nayo ni familia ya kuhani Eli. Kwa hiyo unaweza ukaandika pale mambo 10 tunayojifunza toka kwenye familia ya kuhani Eli. Mambo 10 tunayojifunza kutoka kwenye familia ya kuhani Eli. Najua toka juzi Jumamosi jana tulikuwa tukijifunza mengi kutoka kwa familia ya Ibrahim na Sara, lakini leo nataka tutembee tena kidogo, tujifunze mambo ya kifamilia. Ukiacha yale ya ndoa ambayo tumeyaona kwa Ibrahim na Sara, tumebakisha moja ambayo tutaliangalia leo jioni, lakini nataka tuangalie mambo 10 ambayo tutayaona kutoka kwenye familia ya ndugu yetu, mtumishi mwenzetu kuhani Eli. Sasa unaweza ukafungua Biblia yako katika kile kitabu cha Samueli cha kwanza. Nataka usome sura ya 1 mpaka sura ya 4. Some sura ya 1 mpaka sura ya 4. Jiwekee iwe kazi yako ya kusoma. Mimi nitakupitisha kwenye mistari kadha wa kadha katika sura hizi. Kwa mfano hapa nataka nikusomee sura ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari ule wa 12. Biblia inasema, basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana. Jambo la kwanza naomba uandike, wazazi wana wajibu wa kuwalea watoto katika njia ya Mungu. Wazazi wana wajibu wa kuwalea watoto katika njia za Mungu. Katika kitabu cha Mithali 22 mstari ule wa 6, hili ni neno ambalo tunalisoma mara nyingi. Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Biblia haisemi walee watoto. Biblia inasema mlee mtoto, kwa maana kwamba kwenye familia yako, kwenye familia yangu, kama Mungu akinipa watoto 10, uwe na hakika kila mtoto ana namna yake ya kulelewa kulingana na kusudi ambalo Mungu amemuitia hapa duniani. Kwa hiyo kila mtoto anapaswa alelewe katika njia inayompasa. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa ingia katika ulimwengu wa roho, zione zile njia ambazo zipo kwa ajili ya watoto. Tuseme ni kama njia za treni, sawa? Treni hili linaitwa Ana. Njia hii ya reli inaitwa Ana. Njia hii inaitwa Johni. Njia hii inaitwa Neema. Njia hii, kila mmoja na njia yake. Njia hizo zinafunuliwa ndani ya mzazi ambaye amepewa wajibu na Mungu
kwamba mimi nimekupa John, nimekupa Neema, nimekupa Ana. Watoto hawa nataka wafikie kusudi langu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye mchoro wa wale watoto wa kwanza ni mzazi. Ndio maana na wajibu wa kumlea huyo mtoto katika njia inayompasa, ili hiyo njia asiiache hata atakapokuwa mzee. Sasa wengi najua tumelelewa bahati nasibu. Tulikuja duniani kwa ajili ya kwa mfano kama mimi, mzee wangu alikuwa anajitahidi tuwe wengi ili tukikaa shambani tukilima shamba liishe haraka. Kwa akisema ukiwa nao wengi, ukiwapanga kwenye mraba unaisha haraka. Kwa swala la kutafutwa wewe ni nani, umekuja kwa ajili ya nini, hicho utajua mwenyewe. Kwa hiyo tumekuja kujipata baadaye, bahati nasibu kwamba umejipata. Lakini hakukuwa na mtu anayewajibika kujua huyu mtoto ni nani, huyu mtoto amekuja kwa ajili ya nini. Muda ungekuwa mwingi ningekupitisha kwenye familia ya Manoa. Mama Manoa alipata unabii kwamba atapata mtoto. Pamoja na kwamba yeye ndiye aliyepata unabii, alipopeleka habari hizi kwa mume wake akamwambia sawa, lakini mwambie huyo mtu aje tena. Kwa nini? Kwa sababu pamoja kwamba mama amepewa maelekezo ya mtoto, lakini alikuwa hana details, hana maelezo mapana kuhusu mtoto ambaye alikuwa amepewa. Kwa hiyo ikabidi mama amwambie yule aliyekuja, njoo tena. Akaja tena, siku anakuja Manoa akaitwa, Manoa akaenda, Manoa akaulizia taarifa zaidi kuhusu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, watoto tulionao kwenye familia zetu hawajaja tu. Yule aliyeruhusu wazaliwe kwenye familia yako, umbebe huyo mtoto tumboni kwa miezi 9, ana mpango kwa ajili yake. Yeye aliyemleta, ukirudi kwake ataufunua huo mpango kwa yule mtoto, na huo mpango utakuwa umebeba na njia kwamba anapaswa apitie hapa mpaka kufikia kusudi ambalo Mungu amemkusudia katika maisha yake, njia ambayo hataiacha hata atakapokuwa mzee. Watu wa Mungu, shalom. Sasa neno mlee kama tunavyoliona hapo halimaanishi tu kumpa chakula na mavazi na malazi. Katika muktadha wa Biblia, kulea ni mchakato, ni kumjenga mtoto kimwili, kiakili, kihisia, kijamii na kiroho, ili awe mtu ambaye anaweza kuishi baadaye hata kama wewe ukiwa hauko. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Kulea ni zaidi ya kutoa chakula na nguo. Kulea ni kuhakikisha kwamba mchakato wa kimwili na kiakili na kihisia na kijamii na kiroho unafanyika. Haleluya. Watu wa Mungu, shalom. Ni ajabu leo kwamba wazazi tulio wengi, na maana na mimi nijiweke humo, tunabidii sana katika kuwalea watoto wetu kwa kuwapeleka shule, lakini maeneo mengine yote hayana nguvu hivyo. Mtoto atalazimishiwa hata kwa viboko afanye homework, lakini hata lazimishiwa hivyo kwa ajili ya ibada. Muache anasikia usingizi akalale wakati wengine wanafanya ibada. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumelemea upande, na ndio maana kwenye jamii zetu tuna wasomi wazuri lakini hawana maadili. Kuna maeneo wamepunguka. Tuna wasomi ambao hawana kiroho, hawana kabisa. Mimi wakati mwingine nikifundisha nasikitika sana, na hiki ndicho kisikitikia, sikishangai kwa sababu kwenye Biblia kipo. Wakati walipojenga hekalu lile ambalo lilijengwa na kina Nehemia, siku ya kulizindua lile hekalu kulikuwa na vitu viwili. Wazee walilia, vijana walishangilia. Wazee walilia kwa sababu wakilinganisha lile lilobomolewa na kilichojengwa, wanaona kilichojengwa ni dhaifu. Kilichobomolewa kilikuwa kina thamani kubwa.
Lakini watoto ambao hawajui kilichokuwepo ndio kwanza wanaona hekalu, wao walishangilia kwamba hekalu limejengwa. Leo hii watu wa Mungu, ufunuo uliopo makanisani ambao Mungu anauachilia kwa kanisa lake ni mkubwa kweli. Nyimbo zinazoimbwa ni za ajabu, mafunuo yake, uwepo wa Mungu unaoshuka ni wa kipekee. Waangalie watu waliopo, wapo juu juu tu, hawana kina chochote. Unajua miaka ile ya nyuma, Mwakasege tulikuwa tunaingilia kwa pesa, nalipia ndio uingie. Mimi nilikuwa natoka Kawe natembea kwa mguu mpaka Diamond Jubilee, na nikifika 500 ya kuingilia sina, naenda kujificha kwenye yale matundu ya ukumbi ili niwe namuona, niandike, nipokee kile ambacho alikuwa anahubiri kulingana na ile shauku iliyokuwa. Leo hii hata kama mtu ajaje ibadani wala aone shida kutafuta Mungu amelisemaje siku hiyo, hakuna. Tulienda kwenye ibada moja ya kusifu na kuabudu mahali, watu waliimba ile nyimbo, ilitupenyesha. Mimi mjamaa nikapenya kabisa, nikasahau kwamba tulikuwa tuna live, wanasema live recording. Baadaye tukaambiwa amen, 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 amen. Sasa akasema mbona tumekatishwa? Akasema wanafanya live recording, hii sio ibada. Sasa Mungu wa mbinguni, mimi nilijua tumeenda ibadani. Kuanzia hapo nikasema mimi siendi tena. Kwa nini? Kwa sababu tuna watoto ambao tunawakoseshea sio ibadani. Tunawakoseshea kutoka kwenye familia zetu. Watu wa Mungu, upako ndani ya ibada unaanzia kwenye familia kule nyumbani. Bwana asifiwe. Kama tukipenya nyumbani, tutapenya na ibadani. Bwana asifiwe. Usilaumu kwamba kanisa halina upako. Upako umeanza kuukosa wewe, kuna familia yako nyumbani. Kule ndiko mlikosababisha na sisi huku tushinde kupenya. Lakini kama nyumbani mnapenya, wewe fikiria hapa, kila familia iwe nyumbani inakutana na uwepo wa Mungu. Alafu tuje kwa pamoja tuimbe. Hakutakuwa na mhubiri atasimama. Kwa nini? Tutajikuta tumeimba tumepotelea mbinguni, tukija kuangalia muda saa 8. Na mimi tufanyeje? Tuhitimishe ibada. Kwa sababu nani atakayehubiri kama mwenye nyumba kaja? Yaani Mungu kaja ibadani, wewe utasimama uongee nini? Mchungaji anajua ilivyo ngumu, uwepo Mungu kishuka afu ambiwe kipaza sauti hiki hapa, wewe uongee, unaongea nini? Kwa hiyo mimi niwaombe watumishi wa Mungu walioko hapa, tulalee watoto wetu. Bwana asifiwe. Watoto wetu watuone tukiwa tumepiga magoti tunaomba, watuone tunasoma neno la Mungu. Moses Munro anasema hivi, huyo mhubiri mkubwa ambaye Bwana ameshamuita, anasema toka nikiwa mdogo nilikuwa nikimwona mama yangu na kitabu akiwa anasoma. Asubuhi anasoma, nikirudi shule anasoma, jioni akilala analala nacho anasoma. Baadaye Moses Munro akaamua kufuatilia hicho kitabu ambacho mama yake anakisoma, akaanza kukisoma na yeye. Mwisho wa siku kile kitabu kikambadilisha, akawa mhubiri ambaye wewe unamfahamu, mwalimu mzuri ambaye hata mimi mwenyewe nampenda. Bwana asifiwe. Maisha leo yamebadilika. Biblia hii inakuwa nzito, Biblia nyepesi ni hii hapa. Mimi sisemi kwamba ni mbaya, hata mimi ninayo hapa. Swali langu, mwanangu atajua kwamba nasoma Biblia au kwamba na chati? Hivi ataelewa kipi? Na je, mimi nitamdhibiti vipi wakati akiwa amesoma Biblia kwenye simu, najua anasoma Biblia afu kumbe ana chati, namdhibitije? Lakini je, unapokuwa ibadani kama hapo, si uko ibadani na Biblia yako, si ndio, ya simu, inapoingia message imethibitishwa, message spendwa, si ndio, message inayopendwa na kila mtu, utamsikiliza mchungaji au utamwangalia aliyethibitishwa? Bwana asifiwe. Haleluya. Hata niko ibadani au nimejigawa nusu, mtoto wangu anajifunza nini? Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kulea ni mchakato.
Usifikiri hawa watoto hawatuoni, wanaona, na watakuwa kile unachowatengeneza. Mimi naomba niwatie moyo wazazi tulioko hapa kwamba Mungu anamjua mtu toka akiwa tumboni, kama tunavyoona kwenye Yeremia 1:4-5. Anasema neno la Bwana likamjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nalikuweka kuwa nabii. Kwa hiyo lazima nifahamu kwamba mtoto analelewa toka tumboni. Bwana asifiwe. Anaanza kusemezwa toka huku tumboni. Namwambia, mwanangu nakupenda, mwanangu umekuja kwenye familia nzuri sana, mimi na baba yako tunakusubiri kwa hamu, toka huku tumboni. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ajue tunaenda ibadani toka tumboni. Kanazaliwa kanajua ibada, kanazaliwa kanajua familia yake ikoje. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Ili tuwe walezi wazuri, watu wa Mungu, kuwajibisha watoto ni lazima. Haleluya. Ukimwadhibu mtoto umuui. Biblia inatia moyo katika Mithali 13:22-24. Biblia inatia moyo kwamba mtoto lazima aadhibiwe ili kuondoa ujinga. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Pale nyumbani kwangu sasa hivi tuliviiba viboko, nimevitupa, na vingine wameviiba wamevitupa. Kwa hiyo na kwa sababu naishi polini kidogo, hata wakiviiba miti ipo mingi ya kunitosha. Kwa hiyo nikiwa na adhibu, kwanza na adhibu wakati sijakasirika na sina haraka, kwa sababu ninachokifanya ni cha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na adhibu kwa makubaliano. Kosa lako ni la viboko 3. Lakini pia na adhibu bila makelele. Sitaki makelele. Kwa hiyo wameshazoea muda wa adhabu. Sitaki kukimbizana na mtu. Tumepatana viboko 3, ni 3. Wewe utalala, utapata viboko vyako 3. Ukikimbia kinaongezeka 1, ukinisumbua kinaongezeka 1, ukiweka mkono kinaongezeka 1. Nataka uziache nyama za serikali zipate adhabu stahiki. Kwa hiyo wameshazoea, analala, anapata kiboko chake kinachomstahili. Na unapoamua kuadhibu, usipapase wala usitumie mikono kupiga mtoto. Hapo mmepigana. Tumia kiboko kama Biblia inavyoshauri. Kwa hiyo mimi huwa tunaongea, viboko vyako ni vingapi? Ni 3 baba. Lala. Baba, lakini naomba unisamehe. Mwanangu, nimekusamehe kabisa, lakini kwa sababu ya mapatano viboko viko pale pale. Kwa analala, anapata viboko vyake 3. Akimaliza anasimama, alafu ananishukuru. Baba, nakushukuru kwa sababu umenisaidia. Na mimi namwambia, mwanangu, nashukuru kwamba umeelewa kwamba hutafanya hili kosa nini tena. Baada ya hapo tunashikana mikono, tunaomba. Nataka mtoto ajue kwamba mimi nampenda, ila sipendi kosa alilolifanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapoadhibu, siadhibu mtoto mbele ya watoto wengine. Namchukua pembeni, tukae wawili tumalizane. Baadaye namrudisha kwa wenzake. Haleluya. Akiwa amefuta uso wake na awe ametabasamu. Maisha yafanyeje? Maisha yaendelee. Haleluya. Watu wa Mungu, shalom. Watoto wana saikolojia kubwa sana kuliko unavyofikiri. Hata kale kadogo kabisa ajue kwamba ukikasirika na ukiedi viboko utamchapa, mchape kulingana na umri wake, ili kwamba ujinga uondoke kwenye ufahamu wake.
Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Shalom. Lakini jambo lingine katika kulea ni kwamba watoto wanajifunza kwa mfano, wanajifunza kwa kutazama, wanajifunza kwa kuangalia. Katika kitabu cha Timotheo cha pili sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Kwa Timotheo alijifunza kutoka kwa wazazi wake, alijifunza kwa mfano. Unajua, hakuna kitu kinafundisha kwa wepesi kama maisha yako, na uweze ukamwambia mtu afanye kile ambacho wewe mwenyewe ukifanya. Haleluya, Bwana asifiwe. Unaweza ukaongea sana, watoto wangu tuwe tunawahi ibada, ataangalia kuna baba mwenyewe anachelewa ibada hii, fika saa 4, fika saa 5, afu yeye anasema tuwahi ibada. Mtoto anataka afanye kile ambacho anakuona wewe unafanya. Ni Jumapili sadaka, wewe unasimama unafundisha, hakikisha unamtolea Mungu, tolee Mungu kilichonona. Wewe mwenyewe mtoto wako umempa 100, hii nenda katoe sadaka. Siku ukimpa 1000, mtoto anashangaa, baba, hii ni kwa ajili ya sadaka mwanangu. Hii baba ni sadaka yote hii baba tunatoa sadaka. Kwa nini? Amezoea 100. Unajua siku nyingine mtoto ajue kwamba kumtolea Mungu si 100. Unaweza ukampa hata 10,000. Mwanangu, nenda kamtolee Mungu hii, ili ajifunze kwa mfano. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Juzi hapa tulikuwa tunaenda kwenye kikao cha harusi mahali. Sasa nilienda na watoto wangu wale wawili. Nafika mahali pale nikakuta kuna duka linalouzwa askrimu. Sasa wamenizoea mimi mchumi haswa, mchumi. Sasa nikawaambia, tukaingia mle dukani, afu nikamwambia kila mmoja achukue anachotaka. Watu wa Mungu, niliulizwa maswali mara 2, baba umesemaje? Sasa ingia, chukua unachojisikia kuchukua. Ina maana baba kweli askrimu hata hii kubwa nichukue? Ambia ndio, wewe chukua, nitalipa. Na mimi nikawa nazunguka pale na funguo zangu huko, naifikiria hiyo hela itakao nitoka. Lakini majamaa wakaenda kwenye friji, akasema nataka hii. Shingapi? Asema wewe usiulize bei. Baba akasema chukua yoyote, nipe hilo na mimi nipe hilo. Wakabeba mibakuli ambayo banga sema Mungu wangu, lakini nikasema nataka wajue kwamba na mimi baba yao naweza kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Kwa nini nimeamua kujitutumua? Niwafundishe kwa mfano wa maisha yangu. Haleluya, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, wenzetu wa Hindi wamefanikiwa sana kwenye hili eneo. Ndio maana hata biashara zao hazifi. Katoto ndio kwanza kanatembea, kanajua kumlisha chenji, kanajua kukata vitambaa, kanajua biashara zinafanyikaje. Sisi wa kwetu akisogea kwenye biashara anafukuzwa, toka, nenda huko kacheze, nenda kafanya homework, ondoka hapa. Baba anafanya biashara peke yake. Kesho baba hayupo, watoto wakiachiwa ile biashara wanaiua, inakufa, haziendelei ile biashara, kwa sababu watoto hawajui biashara inafanyikaje, hawajajifunza kutoka kwetu. Wazazi mlioko hapa, tunatengeneza ndoa za watoto wetu kupitia ndoa zetu. Wanakuona, wanakutazama. Unaweza usijue kama wana kitu wanaingiza ndani, lakini kuna kitu wanaingiza ndani, wanajua. Na wao wakifika kwenye ndoa zao wanaishi kama mama yao alivyoishi, kama baba yao alivyoishi. Kwa hiyo fundisha kwa mfano. Mwambie jirani yako, fundisha kwa mfano. Bwana asifiwe. Unasoma Biblia, basi toka nayo pale nje sebleni, ifungulie pale. Haleluya, Bwana asifiwe. Isomee pale.
Kama maandishi ni madogo, nunua miwani kubwa, soma uyaone hayo maandishi, watoto wajue unasoma nini? Biblia. Haleluya, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Familia ya Eli ilipata changamoto kidogo katika malezi. Hapo ndio tunayoichambua. Ilikuwa na watoto wasiofaa kitu. Kwa nini hawakufaa kitu? Watoto hawa hawakufundishwa. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona kwenye hii familia ya Eli, tunasema hivi: upendo usio na nidhamu huharibu familia. Upendo usio na nidhamu unaharibu familia. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22, Biblia inasema, basi Eli alikuwa mzee sana, naye akasikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama haya? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema, mnawakosesha watu wa Bwana. Kiendelea kusoma ni kama Eli anasikitika kwa kile ambacho watoto wake wanakitenda, lakini huoni ukali katika maneno yake, huoni hatua inayofanyika, huoni akiwasimamisha huduma, kwamba kuanzia sasa watoto wangu huduma simameni kwanza kulingana na haya ambayo ninayaona mnayatenda. Nidhamu bila upendo, watu wa Mungu, ni bure. Unaweza ukalea watoto ambao utawashangaa kweli. Kwa upendo usio na nidhamu unaharibu familia. Bwana asifiwe. Leo hii hata kwenye familia yangu kuna mtu anaitwa TV. Ukija kwenye familia yangu, TV inaonyesha zile TV za taifa tu, ni ITV, TBC1 na Star TV. Hata upendo wenyewe haimo, maana wameiweka ya kulipia. Mimi ili nilipie kingamuzi, TV iwe haionyeshi hizo. Kama zinaonyesha hizo, kwangu TV hailipiwi. Kwa nini TV haiwashwi isipokuwa taarifa ya habari tu, alafu inazimwa? Kama kumekuja mgeni, basi nawasha tumwekee nyimbo. Lakini kama mgeni hajaja, basi ujue nyumba yangu mimi ni chuo. Mama kageukia huku na Biblia yake, mtoto naye kageukia huku na homework yake. Hakuna muda mwingine zaidi ambao tunaweza tukaangalia eti TV. Huo muda haupo. Kwa sababu upendo usio na nidhamu unaharibu familia. Watu wa Mungu, shalom. Leo hii katoto kakilia kanafambemezwa na simu ambayo ina bando. Katoto kadogo kanapewa ili kwamba hiyo simu imbembeleze. Mtoto yule anaingia Google, akifika anaanza kubofya. Akibofya vinakuja na mapicha, na yeye anayafungua, anaanza kuangalia. Mama anafurahia, mtoto amekaa kimya kwa sababu amempa simu, lakini hajui mtoto anachoangalia ni nini. Leo hii ubaya umefichwa kwenye vitu ambavyo unaweza ukaangalia kwa nje kama vizuri. Kuna katuni zingine ambazo ndani yake wana ajenda ya kuingiza vitu ndani ya watoto. Mama anafurahia, mtoto amekaa sebeni akimwekea hiyo, hasumbui kula, anaendelea kumwekea, anaendelea kumpa na simu, kumbe anaendelea kutengeneza mtu ambaye baadaye hafai kwenye jamii. Upendo usio na nidhamu unaharibu mtoto. Kwa lazima niwe na upendo ambao unaweza kumlea mtoto na asiharibike. Mimi pale kwangu watoto wanajua simu ya baba marufuku kushika, na hata password sijasiwekaji, naiweka popote. Ukiikuta huruhusiwi hata kuigeuza. Simu inaoonewa ni ya mama yao,
hiyo imekuwa shamba la bibi. Kila saa ana makelele nao, simu yangu, simu yangu, simu yangu. Unajua ubaya wa simu ni zaidi ya vile tunavyojua. Kwa mfano kama sasa hivi kwenye simu, vijana hao wanajua, wametengeneza kitu kinachoitwa chumba cha siri. Kwenye chumba cha siri mtu anaweza akaficha vitu vyake wala wewe usijue. Kwenye hiyo second space anaweza akawa na WhatsApp 2. Kuna WhatsApp ya nje, kuna WhatsApp ya sirini. Kuna message zinaingia kawaida, kuna message za sirini. Kwa hata mikatuni yake na minini yake anaweza ikaiweka kule, ukachukua na mpaka simu ukaangalia na usione, lakini kumbe mwenzako bado ameficha vitu vyake ndani ya simu yako hiyo hiyo. Vijana wangu pale nyumbani, na kijana yuko chuo, nimemwambia hivi, simu yako lazima nijue password yake. Kama simu yako ina password ambayo sijui, ni utakapotoka kwenye mlango wangu kwenda kujitegemea. Una mke na watoto wako, weka password unavyotaka. Unaishi kwangu, na uhuru wa kuingia kwenye simu yako, wala hutanipangia niingie saa ngapi. Kwa hiyo marufuku kubadilisha password. Kwa mpaka sasa najua, nikuta simu yake wakati wote naingia pap, naangalia na okay sawa, yule naingia hata jua nitaiangalia saa ngapi. Kwa nini? Kwa sababu sitaki lawama kesho, niwajibike leo. Bwana asifiwe, kumlea. Haleluya. Na mwisho wa malezi ni atakapotoka kwenye mji wangu. Haleluya. Jana tuliona mahali hapa, kama sio jana ni juzi, kwamba Kristo ni kichwa cha mwanamume na mwanamume ni kichwa cha... Najua kwamba huko mtaani kuna maneno mengi anasema kama mume ni kichwa basi mke ni shingo. Kwa hiyo anasema kama mimi ndio shingo basi nitageuza kichwa kinachotaka. Hasa ni maneno ya kwao. Lakini watoto wako kwenye himaya ya baba. Yeye ndio kichwa. Yeye ndio anayeachilia ulezi, akiungana na ubavu wake uliotolewa wapi? Hapa pembeni. Wanalea watoto. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Shalom. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nidhamu, upendo ambao hauna nidhamu unaharibu. Kama tumesema saa 1 watoto warudi nyumbani, ni saa 1 kurudi nyumbani. Kama tumesema saa 12, saa 12. Kama mtoto ameaga anaenda shule, ajue akitoka shule anarudi wapi? Nyumbani. Sio ametoka shule ameenda kwa yule afu ndio anarudi muda anaojisikia. Hapana, hayo sio malezi. Kama kitu nimesema hapana, hata kama mtoto akisusa, maana najua kuna watoto wengine ambao wanachawia wazazi wao kwa kugoma kula, kwa kugoma kuongea na kununa. Kakinuna ongeza viboko vingine. Lakini katoto kananuna, alafu nashangaa mama anamwambia baba yako huyo, ngoja aondoke, nitakupa hicho unachokitaka. Ule na yenyewe pia ni ushirikina mwingine. Watu kwenye malezi wote tunakuwa timu moja. Watoto wangu wanajua pale nyumbani kwamba kama umemkosea mama, umenikosea na mimi. Ni makosa wazazi, unakuta mama amekosewa na mtoto, baba anaungana na mtoto. Mama, kwa nini unamchapa mtoto? Amefanya hivi. Kwa nini unamuonea? We mwache. Mama akikosewa, baba amekosewa. Baba na mama ni timu moja. Haleluya. Kama tunaadhibu mtoto, wote tunaadhibu mtoto. Kile kitendo cha mtoto kaadhibiwa na huyu, hafu huyu anamchukua na kumpetipeti, ule ni ushirikina mwingine. Kama mtoto aliadhibiwa na mama, baba asimbembeleze. Kauli yetu iwe nini? Iwe moja. Haleluya. Ili kwamba watoto wafike mahali pa kujua kwamba la baba ni moja, la mama ni moja. Yaani hawa wazee wakisema hapana, wote wamesema nini? Wote wamesema hapana. Ili watoto wasikue wakiwa wameegamia upande na kumuona mama poa na baba ni mnoko, dingi noma. Sasa jambo la tatu ambalo tunaliona kwa familia ya Eli ni kwamba dhambi ya watoto inaweza kuathiri familia nzima. Dhambi ya watoto
inaweza kuathiri familia nzima. Ukisoma Samueli wa kwanza 2:27 mpaka 36, mahali pale utaona jinsi ambavyo Mungu alikusudia ukuhani uendelee kwenye familia ya Eli kwa vizazi vyote, na ili uendelee ilikuwa lazima watoto wa Eli waendeleze huo ukuhani. Lakini Mungu anasimama mwenyewe na kujutia kwamba jambo hili halitakuwa tena kwenye hii familia. Kwa nini? Kwa sababu watoto dhambi yao imeathiri familia yote. Nataka tufahamu kwamba kwenye familia ambazo tupo kuna kusudi la kiungu ambalo Mungu anakusudia tulitimize, na hilo kusudi utalifanya wewe. Watoto wako watakuja wataliendeleza, wengine watakuja wataliendeleza, wengine watakuja wataendelea zaidi. Naweza nikakurudisha nyuma uiangalie familia yako ilitokea wapi. Mimi nikiangalia familia yangu, familia ya baba yangu, huko nyuma walikuwa ni watu wakubwa sana. Babu yangu alifanikiwa kuoa mdogo wake na chifu au Zumbe miaka hiyo, kulingana na uwezo aliokuwa nao kiuchumi, kimaarifa, kwenye kila eneo. Sisi tumekuja kuzaliwa familia ile ikiwa imerudi nyuma kabisa, mpaka kila kitu kimefutika, kana kwamba hawajawahi kuwa watu wakubwa. Kwa nini wamerudi nyuma? Wamerudi nyuma kwa sababu kuna mtu fulani hapo katikati, au kuna kizazi fulani hapo katikati kilifanya mambo mabaya, wakaondolewa kwenye ile kusudi ambalo Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili yao. Rudi nyuma, ifuatilie familia yako. Mimi nilipotambua kwamba kuna watu wameharibu kile ambacho Mungu ametupa, nirudi kwanza kukitafuta upya. Kwenye familia yangu watu walikuwa haoi kwa harusi, nikasema mimi nitaoa kwa harusi. Kwenye familia yangu watu walikuwa hakukuwa na hata mwenye degree moja, mimi nikasema wadogo zangu nitawasomesha mpaka nizione degree, na kweli nikaanza kusomesha, degree zikaanza kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye familia yangu kawa kuna watu waliojenga mjini, mimi nikasema mimi nitajenga mjini ili tukurudisha familia yangu pale ambapo ilikuwa. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Kwenye familia yangu kulikuwa hakuna mtu anamiliki gari hata mmoja, hata baskeli hakuna. Mimi nikasema nitanunua gari hata kama ni ya namba za Nyerere, lakini mradi ni gari, kuvunja tu mwiko ambao umewekwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Lengo langu nirudi mpaka pale ambapo walikuwa, nipite hapo. Haleluya. Hawasomeshi watoto international, kama watoto wangu watasoma international. Leo hii nimeshavuka pale walipokuwa. Haleluya. Bado nachumilia mengine, sasa nafyeka poli kule ambako hawajawahi kufika. Haleluya. Ili na wewe waweze kufika. Kwa hiyo watoto wasipolelewa vizuri, utapambana kwenye maisha, utanunua mashamba, utatengeneza mambo mengi kweli. Ukija kuondoka wanaharibu kila kitu. Wanauza viwanja, wanauza mashamba, wanauza nyumba, wanauza magari, wanamaliza, kila mmoja anaondoka kwake, na wao wenyewe wanaishia hapo na kila kitu kinaharibika. Mzee Eli, watoto wake waliathiri kabisa huduma yake, kila kitu kikaharibika. Unajua kuna msemo wa Kiswahili wanasema majuto ni mjukuu, anakuja baadaye. Hata kabla majuto hajaja baadaye, jitahidi leo. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ikitendeka, hata kama ni mtoto wako, hata kama ni asili vipi, ishughulikie kama inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ishughulikiwe kama inavyotakiwa. Lakini jambo la nne kwenye familia ya Eli tunasema hivi: viongozi wa kiroho nao wanapaswa kulinda familia zao. Wakati mwingine, kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa, kwa sababu wewe umeokoka, unampenda Yesu, kwa hiyo huoni umuhimu wa kuilinda familia yako. Eli alihudumu hekaluni, lakini nyumba yake ilidhoofika.
Watu wa Mungu, hakuna mafanikio ya huduma yanayoweza kufidia kushindwa kwa kifamilia. Unaweza ukawa na mafanikio ya huduma makubwa sana, lakini kama umeshindwa kwenye familia, wakati huo ni mgumu sana kwako. Miaka hiyo ya nyuma, si leo, maana leo tumebadilika. Miaka ya nyuma watoto wa wachungaji walihesabika kama watoto ambao wana maadili mabovu. Leo hatuko hivyo, baadhi yetu tumejanjaruka. Kwa nini? Miaka ile baba mchungaji akishapata wito, basi anashinda kanisani, analala kanisani, hana habari na watoto. Hata hapa nimefurahia ratiba ya mchungaji, imesemwa ni siku gani na siku gani inapatikana hapa: Jumanne, Jumatano na lini tena, na Ijumaa. Jumapili ni ibada kama kawaida. Siku zingine yuko wapi? Afuatilie familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo tunafuatilia familia zetu. Leo nahakikisha watoto wangu wanafurahia huduma yangu. Haleluya. Wanafurahia kile baba anachokifanya. Haleluya. Ili kwamba nisiwaache, kwa sababu kufanikiwa kiroho afu kushindwa kwenye familia, watu wa Mungu, ni hasara kubwa. Na ndivyo ilivyotokea kwa Eli. Alifanikiwa kwenye kiroho, akawa kuhani mzuri, lakini watoto wake wakawa wasiofaa kabisa. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Jambo la 5, Mungu huwainua wale wanaotii. Wakati familia ya Eli ilipoanguka, Samueli aliinuka kuwa nabii mwaminifu. Mungu yuko hivi, anapoona unashindwa toka mbali, anaona kushindwa kwako, tayari anaandaa mpango mwingine. Kwa Mungu hakuna ajali. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo alikuja miaka 2000 iliyopita, lakini toka Adamu anaanguka, tayari Mungu aliweka mpango wa wokovu. Kwa hiyo hata Mungu anapokupa watoto uwalee, tayari Mungu huyo anapoona umeshindwa kuwalea na kuna kusudi ambalo lilikuwa watoto wako walifikie, uwe na hakika Mungu anainua mtu mwingine atakayejaza ile nafasi. Haleluya. Wakati watoto wa Eli wanashindwa, Mungu tayari alikuwa amemwandaa Samueli. Na unaweza ukaona sura ile Samueli wa kwanza 3:19 mpaka 21, jinsi ambavyo Mungu anamuinua Samueli mahali pale. Nimekupa homework ya kusoma hiki kitabu, najua utasoma hizi sura 4, utayaona haya yote ambayo mimi nakusemesha hapa. Nimezungumza kwa habari ya Samueli wa kwanza sura ya 3 na mstari ule wa 19 na mstari wa 21. Labda nikusomee usio ukaona kwamba nakupeleka haraka haraka bila kukusomea maandiko. Biblia inasema Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lote lianguke chini. Nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amekuwa nabii wa Bwana. Naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana, nayo neno la Bwana likawajia Israeli wote. Maana yake Eli na familia yake hawaendelei vizuri, Mungu anaendelea na Samueli. Mungu huwezi kumwekea ukuta. Yaani kama wewe na familia yako ukikwama, uje Mungu atapita na mtu mwingine, ila wewe mwenyewe utakuwa umekwama. Sasa ili mkwamuke, lazima aje mtu mwingine, kama mimi nilivyokuja kwenye familia ya Kamote leo, kwamba nimekuja mtu mwingine kwa ajili ya kubomoa kile kizuizi ambacho kuna familia walikiweka. Na watu wa Mungu, nabomoa kweli. Mwaka jana nilifiwa na baba yangu mzazi. Nimeenda nyumbani kwa ajili ya kuzika, nikawa nasongwa kwa siku zote za msiba. Kila nikitaka kwenda huku nasongwa, kila nikitaka kwenda huku nasongwa. Kumbe nasongwa nisioge, kwa sababu wao msibani hawaogi hata kama ni wiki.
Hata nikasema mbona mnanizuia? Nataka nikaoge. Asema asubiri, kuna ile la kufanya. Nataka nikaoge jamani, sisikii vizuri, toka nije tu, kuna ile siku mpaka ikaisha mpaka kesho yake. Ningetaka wananisubiri kuna lile. Kumbe wao wanajua ukioga utakutana na huyo aliyekufa, na utakapomuona tu unadondoka, si unakufa, si unafanyaje? Wao wameshika hayo. Sasa wakati nalazimisha mwana kuoga, ndio wakaniambia mmoja, unajua kwa nini nazuiliwa kuoga? Ukioga utakutana na aliyekufa, na baada ya kukutana naye utadondoka chini, utakufa na wewe. Kwa ndio maana wanakuzuia usiende kuoga. Mimi sasa ndio nienda kuoga sawa sawa. Tena nilipoenda kuoga nilisema hata maombi siombi. Yaani shetani huyu ni saizi yangu mimi Kamote. Wala sina haja ya kumsumbua. Baba katika jina la Yesu. Wala simwambii. Hapa naoga mimi. Nataka kije hicho kitu. Kwa hiyo unasema naoga, unakemea, sikemei. Naoga mwenyewe. Kwa hiyo nikaoga, nikamaliza, nikatoka, wakaniuliza umeona nini? Nikamwambia sabuni na maji. Ndicho nilichokiona. Narudi nyumbani, msiba sasa umeharibika. Babu amekasirika. Kwa nini? Anasema huyu jamani mbishi, ameoga, ameharibu kila kitu. Nikamwambia tena nikitoka hapa naenda kuoga tena. Nitaoga mara nyingi ninavyoweza. Na kuoga kwangu siombi wala sikemei pepo. Nasema ushetani huyu mimi na mmudu. Mimi na yeye nataka nimuone. Nikaoga siku zote kwa raha mustarehe. Tena ndio maji yakao matamu kuliko siku nyingine. Siku ya 4 msiba umeisha. Likawa kuna jambo la kupewa mrithi. Kakatafutwa kagagura huko, hata sijui kametokea wapi. Simjui, hata sijai kumuona. Naingia pale ndani namkuta amekaa hapo chini, ameweka mikono. Unajua familia yetu sisi na Waislamu na Ukristo, amekaa miguu yake hivi. Yamewekwa sijui vitu gani vya kimilamila, na mimi nikaambiwa kaa hapo, nikakaa. Ngouliza kuna nini? Wasema wadogo zako wote wakae kufuatana kulingana na mlivyozaliwa. Kwa tukakaa. Leo hii tunawapa mrithi. Kaambia mrithi wa nini? Wa kuangalia. Anawaangalia kina nani? Si ndio ninyi hapo? Labda mnaangaliwa ninyi, lakini sisi hatuna umuhimu wa kuangaliwa. Tena na mtu ambaye hatumjui. Mimi simjui. Wewe ukaniunganisha kiroho na matambiko yenu yote, na mtu ambaye hiyo kitu haiwezekani. Hivi mmesahau kama mimi ni mchungaji, lakini mnaniletaje kwenye muda kama huu? Na mnataka muaibike, maana uko nje kumejaa watu, yani watu wameshona. Wanasubiri ndani mambo yaishe, watoke nje waambiwe imekwisha, nendeni mkaoge. Nikamwambia yule mtu aliyekaa pale chini, ndugu yangu wewe nyanyuka. Hapa hakuna cha mrithi, hakuna cha nani. Kwanza wewe sikujui. Kwa hiyo kama unakaa wewe kaa, kama unanyanyuka wewe nyanyuka. Wakaja wababu na shangazi. Sasa unajua uko kwenye msiba, yani umechoka toka juzi, hulali vizuri, unaumia, baba yako hayupo, halafu tena wanakuletea eti mara wanataka si ufanye vitu gani vya ajabu. Hata ule muda wa kiroho kwamba eti utaomba, utafanya ni kujibu tu, yani moja kwa moja. Ngawaambia kwamba mimi hiki kitu siko tayari. Shangazi wakaja wamefunga vitenge hapa. Mimi ni shangazi yako, ukikataa kuanzia leo mimi siwezi. Ngambia shangazi wala usisumbuke. Unataka kwamba usiwe shangazi yangu kwa sababu ya hili? Uko huru. Lakini hili mimi nimesema hapana. Wale wababu, unajua wewe ndoto, unajua ukikataa hapo unajua hata kupata mabaya. Ngambia mimi ni mchungaji, jaiteni hayo mabaya. Nimesema hapana. Wakachukuana kikao, watu wa Mungu ilikaa kama masaa tunapambana hizo. Wakachukuana kikao, wakakaa pembeni. Sasa hapa hao watoto wa siku hizi unajua hawaogopi chochote. Wanaongea sasa huko nje. Tukizubaa hapa hatutaondoka, na mtu huyo ishasema hapana, amesema hapana, na hapa haogopi chochote. Kwa hiyo huyu bwana mtoto huyu ameshashindikana. Kwa hiyo tumtangazie tu kwamba yameisha, atoke nje. Kwa hiyo ngaje kutangaziwa bwana yameisha, yatoke nje. Tutoke nje. Lakini hakuna anayeongea na mimi hata mmoja. Mimi nikasema haina shida. Nimekuja, baada ya muda naondoka zangu, maisha yanaendelea. Kuliko niingize kwenye utumwa na kongwa la shetani ambao silijui. Nilipofika hapa nimepambana miaka na miaka kufika hapa. Hafu leo nirudi huko. Nikasema haiwezekani. Siwezi kurudi.
Kama ni shangazi anaondoka sawa, kama ni baba mdogo sawa, kama ni babu sawa, vyovyote wanavyosema sawa tu, mimi niko tayari, lakini siwezi kurudi nyuma. Kwa hiyo akawa haongei, mimi nimekaa pale. Ghafla Roho Mtakatifu akanipa ufunuo, akaniambia agiza soda. Nikaulizia mtu mmoja, kuna soda hapa jirani? Akasema ndio, soda zipo. Kameenda kalete kreti 4. Wako wangapi hao? Akasema wako kama 90 hivi. Kameenda leta kreti 4 haraka. Soda zikaja zikawekwa. Zimewekwa kijijini. Kwani kuna watu waliuliza soda ni za nani? Kila mmoja anachukua. Hata vile vigagula ambavyo vilikuwa vimekasirika, na nikikwambia vigagula kweli, yani vichawi kweli, nikavifuata. Babu, habari za leo? Nzuri, mjukuu wangu, nzuri kabisa. Babu, unajua unakaa mbali na kikao kimekuchelewesha, kwa hiyo shilingi 10,000 hii inakufikisha. Sinakufikisha nyumbani hii? Kabisa inanifikisha. Sasa mjukuu wangu, ngoja kwanza. Achana nao hao wajinga, achana nao, wanang'ang'ania mambo ya zamani. Wewe achana nao, wewe endelea na maisha yako. Na mtu akikusumbua niambie. Huko anakunywa soda yake, huko anafinya 10,000 yake akaweka mfukoni. Nikawabana wale wazee wote. Kwa hiyo mpaka naondoka nimepatana na wote na wamekunywa na soda, ikawa kazi ni mashangazi. Wao walinikimbia. Nilichofanya ni kutafuta shangazi mmoja, namfuata shangazi, nambananisha hapa, namweka hapa, afu namwangalia usoni, namwambia shangazi, yani amekufa baba yangu, afu na wewe unaniambia eti unanitenga wewe shangazi wewe. Hapana, basi aishe. Nimeondoka msibani, amani yote ikawa imetawala. Juzi amekufa tena baba yangu mdogo, nimeenda nyumbani, wakaingia kwenye swala lile urithi. Mimi nikawa nimekaa pale nje, nikasema kwa kikao chao huko ndani ngoja nisiende. Lakini pale nilipokaa, yule anayeongea ananiona. Watu wa Mungu walikuwa na wakati mgumu sana, yani mgumu, mpaka wakafika mahali wakasema, jamani, hatuwezi kufanya mambo yote ya kimila hapa. Tumesema tu kwamba hao watoto wakipata shida wamuone baba yao mdogo basi, lakini mambo mengine hayapo. Niliposikia hayapo, na mimi nikaingizana sandani, nikawaongoza wale hoteli wale, mahali ni pazuri. Waliimba mahali ni pazuri, wakangurumisha. Baadaye nikapiga maombi, watu wakaondoka kwa amani. Kwa nini? Kwa sababu niko kwenye ile familia kubomoa ukuta wa dhambi ambao walizitenda, wakatengeneza ukuta. Na mimi nimesema lazima tupenye. Na penya mwenyewe, na penya na watoto wangu, na kwenye familia yangu lazima wajue kwamba kuna mtu yupo. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu, shalom. Haleluya, watu wa Mungu, viongozi wa kiroho, tulinde familia zetu, tulinde watoto wetu. Mtoto akienda shule asubuhi, usimwambie tu masomo mema. Mwambie, mwanangu, piga magoti tuombe. Mimina maombi kwa huyo mtoto. Haleluya. Kumbuka wengine wameona watoto, lakini wewe una watu maalum uliopewa na Mungu ambao wamebeba kusudi la Mungu. Haleluya. Ili walifikie lazima walindwe. Hana alijua jinsi ya kumlinda mwanae Samueli. Kila mwaka alimpelekea kanzu nyingine, kila mwaka akamvisha kanzu. Kanzu ile ni ishara ya maombi. Haleluya. Akawa anamfunika mwanae. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Unajua watoto wanapokuwa shuleni wanasoma, uwe na hakika vita ya mtoto ambaye ni rais haitafanana na vita ya muuza mkaa. Huyu mtoto ambaye ni rais atahitaji watu wa kumbeba avuke pale. Na hata kwenye uwanja wa mpira hakuna mtu ana shida na mtu ambaye hana mpira. Hivi ushawahi kumwona mtu anakabwa hana mpira? Hakuna mtu ana shida naye. Lakini mtu ana shida na mtu mwenye mpira tu. Watoto wangu, watoto wako wana mipira. Haleluya. Ndio wafungaji wa magoli. Haleluya. Ndio ambao jamii na wahitaji. Haleluya. Kwa lazima tuwalinde. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikakutana mtu mmoja nikiwa natembea na mtoto wangu akiwa mdogo, Abel toka akiwa kadogo, nilikuwa nakavalisha suti nyeupe, suti nyeusi, kanabana zifu.
Hata ukimwona hivi unasema mtoto natamani angekuwa mtoto wangu. Na wengine tulikuwa tukiweka status, ule mtoto wanakachukua, unakuta amewekwa kwenye status ya mtu mwingine, afu anasema my baby boy, wakati sio mtoto wake. Kwa nini? Jinsi ambavyo unamvalisha, jinsi ambavyo tulikuwa namlea na kumlinda. Siku moja nikakutana na mtu mmoja akasema, huyo ni aka ni kajambazi kako. Kajambazi kangu. Asema si katoto kako aka. Nikasema kwa hiyo neno la kwanza ulisemaje? Nilisema kajambazi kako. Watu wa Mungu, nimeokoka na mpenda Yesu. Ni miaka mingi. Unajua yule mtu nilimshika nikambuta, nikamwambia umesemaje? Akasema samahani kama nilikuuzi. Nikamwambia najua inawezekana sina uwezo wa kukupiga, lakini ningefia kwenye kifua chako. Huyu ni mwanangu, sio kajambazi. Hii ni zawadi Mungu amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Kwa watoto Mungu aliokupa ni zawadi. Haleluya. Kwenye Mithali, Zaburi ya 127 anasema kama mishale mikononi mwa shujaa. Haleluya. Kwa watoto wangu ni kama mishale. Nina kesho ambayo sitaona aibu nitakaposema na adui kwenye lango. Na kuna watu wako hivyo, haoni aibu wakisema na adui kwenye lango. Kwa nini? Kwa sababu watoto wao wameshika malango ya adui. Unaweza ukaona jinsi ambavyo familia ya Eli walishindwa na wakapoteza kila kitu. Maisha yao yakaharibika. Hatima yake ikapotea. Mungu, tusome hiyo Zaburi ili tumalize nayo, na mambo mengine ni kuahidi utakutana nayo kwenye hiki kitini. Nitakirusha kwa mchungaji atarushia kwenye magrupu yenu. Biblia inasema kwa mstari ule wa 4, kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Beni Hini, huyo mhubiri mkubwa, alikuwa na kabinti kake kamoja ambako kanapenda sana muziki wa kimataifa huko, na kaliingia kwenye maisha hayo kwa sababu Beni Hini hakuja kuokoka baadaye, wakati watoto sasa wameshapotelea huko. Kale katoto siku moja akamwambia dada, naomba unipeleke muziki. Baba yake akakasirika, lakini Roho Mtakatifu ndani akamwambia mpeleke muziki. Beni Hini akaondoka jioni, akavaa na tracksuit yake, si alivaaje, na kareni kake, anapelekwa muziki na mwanae. Akafika mpaka kwenye huo ukumbi, akakaa kwenye kona, anaangalia mwanae anavyocheza majoka. Mara huyu anamng'ang'ania huku, mara anamng'ang'ania huku, mara Beni Hini anaangalia. Amekuja kurudi nyumbani, Beni Hini akamwomba na yeye akamwambia, mwanangu, na mimi leo nisindikize kwenye mkutano wa Injili. Sasa alikuwa haendi kabisa kwenye mikutano ya babake, haendi kabisa kanisani. Hata kwa sababu baba yake alikubali, naye akasema mimi okay dad, na mimi nakupeleka. Kwa hiyo akaenda pamoja na babaye kwenye nini? Kwenye mkutano wa Injili. Amefika kwenye ule mkutano wa Injili, kati ya watu ambao walihudumiwa, na kale katoto kakahudumiwa, kakaja mbele. Kamekuja mbele, amekaombea, yani ile nguvu, ile shauku aliyokuwa nayo. Wewe ukifuatilia hiyo clip, alivyoomba kwa ile kale katoto, kalipigwa kama shoti ya umeme, kakarushwa mpaka karibia na nje. Akasema leta tena. Lakini ili ampate mtoto wake, ilibidi alipe gharama. Watu wa Mungu, mishale haisuguliwi tu. Ili usugue mishale lazima jasho likutoke. Ili usugue mishale lazima utumie muda. Ili usugue mishale lazima na wewe kuna muda itakuchoma, kuna muda itakudhuru, kuna muda itakufanyia vitu ambavyo hutafurahia, na ile vumbi utalipata tu. Lakini lengo uwe na mishale mizuri. Bwana Yesu asifiwe.
shauku ya moyo wangu tuliopewa watoto, tusichoke kuisugua hiyo mishale kwa jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Usichoke kuisugua hiyo mishale. Haleluya. Anasema ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri aliyejaza podo. Amejaza podo mishale ya aina gani? Yote imesuguliwa, umenyoka vizuri, ameweka kwenye podo. Amesugua na wewe umenyoka vizuri, ameweka kwenye podo. Okay, nizungumze lugha hii. Umesomesha haka, kamemaliza chuo kikuu, kamepata kazi, huyo umemweka kwenye podo. Haya, unasugua kengine, kamesoma vizuri, kamepata na kazi, unaweka kwenye podo. Baadaye unajikuta una mishale yako mitano. Haleluya. Hapo pale mtaani wanasema, kuna mchango wa mtaa. Wewe una mishale yako 6. Haka kako wizarani, haka ni kama mwalimu, haka ni kama mwanajeshi, haka ni kama polisi. Uone aibu kusema na adui langoni. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Ni shauku ya moyo wangu, sione aibu kusema na adui langoni. Bwana asifiwe. Mungu hajakupa hao watoto kwa bahati mbaya. Na nyinyi watoto mliopo hapa hamko kwa bahati mbaya. Wale wazazi mmepewa ni zawadi. Lazima tuwaheshimu. Tukisuguliwa tukubali kusugulika. Haleluya. Tukionywa tukubali kuonyeka. Haleluya. Ili tuifikie hatima yetu. Jina la Bwana na libarikiwe. 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 Bwana ubariki uzao wa tumbo lako. Bwana akubariki. Haleluya. Bwana ubariki uzao wa tumbo lako. Usione aibu utakaposema na adui langoni.